kwa sababu wana hofu ndani ya maisha yao. Wanaingiwa na hofu kuu. Nitaweza, nitatoka, sitatoka, nitafanikiwa, sitafanikiwa. Hofu, 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 hofu. Yesu anasema mtu wa imani huitupilia mbali hofu. Nimekuja nikwambie leo, yale yanayokuogopesha katika jina la Bwana ni kwa sababu ya taarifa mbaya ulizoweka ndani ya moyo wako. Ndio maana watu wanapoambiwa na daktari kwamba ugonjwa wako hautibiki, jambo la kwanza ni hofu inaingia ndani ya mioyo yao. Katika jina la Yesu, hatujaumbiwa roho ya hofu, tumeumbiwa roho ya ujasiri. Kwa jina la Bwana, Mungu akusaidie usitembee kwenye hofu, maana hofu ni sumu ya imani. Hofu ni sumu ya imani katika jina la Bwana. Kuna watu wana hofu, nitafukuzwa kazi. Kuna watu wana hofu, nitakuaje, nitaishije sasa? Ameambiwa taarifa, kazi una. Haya, kazi una, alafu kama kazi una, utaishije sasa? Maisha yanaendaje sasa? Mungu amenifundisha jambo la ajabu sana. Yesu alitufundisha kushika hela. Tulishika hela sana na mke wangu wakati tupo kazini. Niliwaambia nafikiri siku fulani tulishika hela nyingi sana. Na sikiliza nikwambie jambo la ajabu. Wakati tukiwa kazini tuna hela nyingi za kutosha, lakini bado tulikuwa na hofu. Hii contract ikiisha, kwa mfano, tutaendelea kuwasomesha watoto. Kwa hiyo kabla mwaka mmoja unaanza kuapply contract nyingine, unaanza kupiga mahesabu balance ya pesa. Watoto wako na miaka miwili, mambo yatakuwaje? Mambo yatakuwaje? Nilikuwa na hofu kubwa sana. Kwa nini? Nilikuwa na taarifa ya kuyasoma mazingira. Yesu ni mzuri. Aliponiambia unaacha kazi, unaanza kuishi kwa imani, nenda kanitumikie. Mungu ni wa ajabu kweli kweli, kiwango hiyo hapa cha ajabu. Nikaamua kila kitu kilikuwa kinaniletea hofu. Watoto watasomaje? Tutaishije sasa? Mambo yatakwendaje? Nikaambia no, Mungu ameniambia niache kazi nikamtumikie, na Bwana atanilisha na atanivisha. Nilipoanza kujihubiri, ile hofu ikaondoka ndani ya maisha yangu. Wote sikia nikwambie, nikaanza kuishi maisha ambayo hata kama shilingi 10 sina hofu. Najua watoto wataenda shule, mke wangu atakaa. Na unamwonaje huyu mtoto? Unamwonaje? Kwanza anaendelea kupendeza kwa utukufu wa Bwana, alafu mimi unanionaje hapa? Unanionaje hapa? Nikasema Bwana, nikiangalia mazingira yatanivunja moyo, yatanijengea hofu, lakini nakuangalia Bwana napata ujasiri katika jina la Bwana wa majeshi. Ya moyo mtu wangu anasema ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Hofu ikaondoka. Hapa nilipo sina hofu hata kidogo. Hawa watasoma katika chuo kikuu, kila kitu kitakaa vizuri, sina hofu hata kidogo. Lakini kwa taarifa yako, nikigeuza tu tafsiri ya moyoni, nikaanza kufikiria mambo ya wito. Sasa kazi ya Mungu, tunasubiri watu walete sadaka. Je, wasipoleta sadaka watu wataniona? Unaelewa? Naanza kuwa na hofu bila sababu. Bila sababu. Umefukuzwa kazi, wamekwambia ondoka. Wamekufukuza kazi, lakini hawajakuondolea Mungu ndani yako. Nataka nikwambie, umefukuzwa kazi, contract zimeisha, umefukuzwa kazi, lakini hawajaondoa Mungu ndani yako. Katika jina la Bwana wa majeshi. Jambo baya la kulia sana ni pale Mungu anapoondoka, lakini kama Mungu bado yupo, wafukuze kazi katika jina la Yesu. Anza kuyaona yale Bwana aliyoyasema juu ya maisha yako, na unaanza kujitabiria. Tulishasema mlango wa kwanza ukifunga, iko milango mingine Bwana ataifungua kwa jina la Bwana majeshi. Yesu akasema msisumbukie ulimwengu, mle nini, mvae nini, maana hata watu wa dunia wanayasumbukia haya, lakini utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Taarifa mbaya huwa inaleta hofu. Muulize mwenzako, una hofu ya nini? Kila ukikaa unaota kama unaingizwa shimoni kwa sababu ya hofu. Bwana asifiwe. Andika namba 2. Hofu ikiingia, nini kinazalishwa? Namba 2, ukiri wako unakuwa wa tofauti. You have a negative confession. Taarifa mbaya inaleta negative confession. Taarifa mbaya inaleta ukiri kinyume na Mungu aliye hai. Hofu ikishaanza kutokea,
unaanza kusema vingine, na bila kufahamu ya kwamba kila unachokisema unakiumba kwenye maisha yako. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa Mungu. Kitabu cha Methali 18:20-21 anasema na wao waupendao watakula matunda yake. Bwana asifiwe. Sikia, ile taarifa uliweka ilikupa hofu, lakini namba 2 imeanza kukupa lugha isiyo yenyewe, na bila kuelewa ile lugha imeanza kukujengea ufalme mwingine ambao haujawahi kutokea kwenye maisha yako. Umeanza kujiita mimi ni hivi tu. Sisi wengine tuna bahati mbaya, kuna warokole wanajiita sisi ni hivi tu jamani. Wengine tuna bahati mbaya, wengine tuna damu ya kongoni. Yani tuone tu hivi. Yaani sisi damu zetu ni zako. Yaani wako wale ukikaa nao, ukitoka unajaribu kwenda kutibu. Asante kwa kunitia moyo. Yaani kuna watu ukana wamejaa kutowezekana. Kwa nini? Sababu mazingira yamewahubiri. Hapa tutatanuka, Mungu atatuinua. Nani ajali? Wewe mwangalie kule kuna majalala kuna nini? Sio hapo. Sio. Hamna. Nasema wewe unasema hamna, ninasema ndio inawezekana. Kwa sababu wewe unasema hamna kwa sababu ya mazingira uliyoyasoma yameumba ukimwi wako. Na kuombea katika jina la Yesu. Mungu abadilishe ukimwi wako kwa jina la Bwana. Uwe na ukimwi wa imani kama yule mwandishi wa Zaburi aliandika, Zaburi 108 mstari ule wa 17, alipoona mazingira ya kufa akasema hapana, sitakufa, nitaishi na kuyasimulia mazingira na kuyasimulia mazuri ya Bwana katika nchi ya walio hai. Sio kwamba aliongea akiwa kawaida, aliongea wakati amezungukwa na taarifa, lakini akaamua kuchange ukili wake katika jina la Yesu. Ule ukili uliokuwa unaufanya kulingana na taarifa, ulikuwa unafikiri unajihurumia, lakini nataka nikwambie umetengeneza laana juu ya maisha yako. Unajua kuna wapendwa wengine ni waajabu. Wao wanaongea lugha wanafikiri tuwaonee huruma. Unaendelea yani sisi shetani ametubana. Unaendelea anajiongeza ili angalau huko shirifu. Yaani kujionyesha kwa shida. Yaani hata tena yule aliyekuwa na ngome, yaani hata kula hapa. Ni Mungu tu. Ni kama siku tatu hadi yaani ni Mungu tu. Hata hapa sina hakika sana. Ni kama Mungu. Wewe acha kujipendekeza kwa wanadamu. Wanadamu ana namna ya kukusaidia, lakini Mungu wetu ana namna ya kukusaidia. Anasema usisumbuke na mambo yote, lakini katika kila neno kwa kuomba na kusali na haja zenu zijulikane na Mungu wetu aliye hai, na sio wanadamu. Kama kubarikiwa utabarikiwa tu, sio lazima ujinyongeshe. Yaani ukifanya chunga bana sio kama kubarikiwa utabarikiwa, sio lazima kujinyongesha. Na ukijinyongesha na ukijinyongesha vipi, nikwambie kama baraka inakwenda kwa yule hata jamani, jana nimekula chips huko na mshangilia Bwana. Kama Mungu ameamua kumbariki, atambariki yule aliyekula chips na mayai. Alafu wewe unabaki na matembele, tumekula matembele hata tunakaribia kwa wakijani. Yaani hivi vitu kama Mungu ataka unaongea kisabaliza na kwambia mama jipe moyo, Mungu yupo. Alafu namsikia mwingine anasema tumekula kuku na chips, na pia namsikia Bwana ananiambia nikubariki katika jina la Bwana wa Yesu hai. Tunachotamani na kuishi katika ulimwengu wa roho, sio kujifanyisha kwamba tunashinda. No, amka kwa jina la Bwana. Wewe sio mnyonge katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Hata kujinyongesha, yale maneno unaongea yanaumba ulimwengu wako. Waolea nani? Mimi nitaolea kweli. Hapo wanaume wao kuniona. Sisi ni hivi tuna sala tutaolewa na nani? Labda kama kuna mgani unaumba ulimwengu wako kwa sababu ya taarifa mbaya ulizoingiza ndani ya moyo. Haleluya. Unaweza kutofautiana mwingine kabisa. Kuna dada mmoja nakupenda iko pale Magala, kale kadada kalikuwa kana ukili mzuri. Sio kazuri, hakajasoma, alikuwa na ukili tu mzuri. Anasema mimi Mungu atanipa mume wa kimataifa, na nabaki kwenye madhabahu. Anasikiliza kakao kanasubiri mume. Watu akaja jamaa mmoja kutoka
kutoka Marekani, watu wakashangaa. Yule jamaa akamwona mchungaji, kama mchungaji, kuna binti ninaona hapa, nataka nimuoe. Wakajiuliza nani, wakamletea kama ameshuka kama huyu mzuri. Anasema mchungaji, anasema ni yule mweupe tu, mrefu kidogo, amesuka. Anasema no, sio huyu. Ni yule maana mchungaji, na sisi Mungu atusaidie. Kuna majibu ya kichwani. Kuna watu tunaweka kichwani. Katika jina la Bwana, naomba Mungu anipe kuwatiti watu wote sawa, maana wana Mungu mkubwa, katika jina la Yesu. Bwana umeenda kama. Akaanza kumwelekeza, nikale kanako kaona mnagani bibi kana. Ana nyusi zimeenda kama Ulaya. Akasema hapana. Kuna kadada nimepita Pastor John, kanafagia kanisa, ana nguo moja tu. Anafagia kanisa. Yule pale. Bwana ameniambia nitaoa. Yule ndio nitaoa. Kadada kaitwa ndio huyu. Anasema this is my wife. Ajui hata Kiingereza na mwanzo mchungaji. Ndio kasemaje hapo? Sema huyu ndio mke wake. Katika jina la Bwana. Haleluya. Ikatangazwa harusi, kalika harusi vizuri sana, bila michango na kabati. Kanada kakapata visa, kakaenda zake Marekani. Leo kameshajua yes no, kwa sababu ya nguvu ya ukiri na kukataa mazingira aliyokuwa nayo. Nataka nikwambie, kuokoka kuwa darasa la 7 sio bahati mbaya. Kila mtu ana mwanzo alikotoka, na Mungu wetu hana upendeleo. Hata kama una elimu, hata kama una jina zuri, Mungu wetu hana upendeleo. Tunaye Mungu mmoja aliyesema atatuinua mazingira yangu, ukoo wangu, unifanyi kwamba yale aliyoyasema Bwana yasitimie, yatatimia katika jina la Bwana wa majeshi. Acha kujichelewesha kwa sababu ya taarifa ulizoweka ndani. Mbona usitabiri wewe? Kuanzia leo najiangalia kivingine kabisa. Oh, haleluya. Hebu mwambie mzako, usinikadirie vile unavyoniona. Niko namna ambapo Bwana amenikadiria katika jina la Yesu. Unayemwona leo sio utakayemuona kesho. Nilipenda ukachukua namba yangu ya simu, maana inawezekana na wakati ukataka kuniona ukapanga foleni. Wewe Mungu wangu atamiliki. Nimeamua kubadilisha ufalme wangu na ulimwengu wangu mwenyewe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Usijicheleweshe na taarifa za mazingira, amua kuambatana na taarifa ya Mungu wetu aliye hai katika jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana Joshua na Caleb wakatunza usemi wao, wakasema twende, tutafika na Mungu atatumilikisha katika jina la Bwana majeshi. Andika namba 3, madhara ya taarifa mbaya. Sio tu kwamba yanatengeneza usemi mbaya, lakini madhara ya taarifa mbaya yanakuvunja moyo wa kuendelea na safari. Yanavunja moyo wa kuendelea na safari. Wana wa Israeli wakalia, walipolia wakasema hapana, hii safari atuendelee nayo, tunataka turudi nyuma. Inavunja moyo ya kuendelea na kusudi la Bwana. Inavunja moyo taarifa mbaya. Unashangaa kuna watu ambao eti wanapokacha kazi umuone kanisani miezi 3. Kwa nini? Ana taarifa zimemvunja moyo. Inamjima moyo wa kuendelea na safari. Wana wa Israeli wakalia, wakasema turudi Misri. Joshua na Caleb wakasema hapana, tutaendelea mbele katika jina la Bwana. Mungu akupe neema ya kuendelea mbele. Usivunjike moyo. Endelea mbele katika jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kusimama tena na kuamka na kuendelea mbele katika jina la Bwana. Wakalia, wanasema tuendelee na safari. Naambia no, watu wa imani wote tunaendelea na safari hivi ilivyo. Bado mambo hayajatokea, bado tunaendelea na safari. Tunamwamini Mungu, bado alichokisema kitatimia. Tutaendelea na safari pamoja na magumu. Mungu atatuvusha katika jina la Bwana na kuita kwa jina la Yesu. Endelea mbele na safari. Endelea na huduma aliyokuitia Bwana. Kama ni kwaya, kama ni kuimba sifa, kama ni kutegemeza, endelea na huduma hiyo katika jina la Bwana. Usikate safari, maana
Ukikata safari inaonyesha kuna vitu vimekurudisha nyuma. Katika jina la Yesu, usikate safari, usikate safari. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Namba 4 nataka nimalize sasa. Nataka nifundishe kidogo. Namba 4. Mama, taarifa mbaya inaingia ndani ya moyo wako, inavunja tamko la Mungu juu ya maisha yako. Hapa ni magumu sana, naomba nikwambie leo. Ni magumu mno sana ambacho Mungu alinifundisha mambo ya ajabu katika hili eneo. Inavunja tamko la Mungu juu ya maisha yako. Na kufundisha nitamani kuliacha, na Mungu akaniambia hapana, kiseme hiki. Kwa sio maombi peke yake. Nini wameweka ndani ya moyo wao? Kiseme hiko mwanao. Kwa sababu walichoweka kinaweza kikaondoa kusudi langu jema juu ya maisha yao. Naomba nikufundishe kitu hapa. Hivi unajua kwamba Mungu hakukusudia wana wa Israeli watumie miaka 40 kuingia Kanaani. Alikuwa kusudia Mungu. Wakati Mungu ukisoma kitabu cha Hesabu, siku moja nilipata nafasi ya kufundisha, kina sehemu mbili. Ni kama kinaenda kinajirudia. Sura ya kwanza mpaka 14, alafu sura ya 15 inaanza kama sura ya kwanza, inakwenda mpaka inajirudia. Mungu alikuwa anasema nendeni mkaangalie nchi ninayowapa na mlikuwa mfike haraka mkaingie. Lakini baada ya taarifa mbaya kuingia, Mungu akasema okay. Kwa sababu wameibeba taarifa ya mazingira, wakakataa taarifa yangu. Hao watu watanidharau hata vipi, wasiniamini hata vipi. Hakika yangu kama niishivyo, hakuna atakayeingia, hamna atakayeingia. Musa akalia akasema, Bwana, naomba wasaidie Bwana. Na akamwambia, wewe Musa, nimekusikia, nimewasamehe, lakini nakwambia isipokuwa Joshua na Caleb ndio wataingia, hao wengine hawaingii. Nikajiuliza, Mungu ni nini? Mbona kuna wakati walifanyaka uzinzi ukusema kwamba hawataingia? Mbona kuna wakati walichukua ndama wakasema huyu ndio Mungu wetu, huyu ndio Mungu wetu? Mbona ukusema hawataingia? Mbona kuna wakati walikuasi wakakunungunikia ukasema hawataingia? Leo kwa sababu ya taarifa walioweka ndani yao ndio hawataingia. Mungu akanambia, taarifa mnazozibeba ndani ya moyo ndio zinavunja kusudi langu na zinavunja neno langu juu ya maisha yenu. Akawaambia, kama vilivyo siku 40 zile walizoenda, nitazihesabu kwa mwaka mmoja mpaka nihakikishe wote watakufa kwenye jangwa isipokuwa Joshua na Caleb. Wacha nikwambie leo, ile taarifa mbaya ulioibeba ndani ya moyo ndio imevunja kusudi la Bwana juu ya maisha yako. Limevunja yale Mungu alikukusudia mema. Na sikiliza, utaimba, utaomba, utafunga, lakini nataka nikwambie ile taarifa ulioiweka ndani yako ndio ambayo imemfanya Bwana asifanye jambo. Mungu akawaambia, kwa sababu wamesema watakufa, basi nitawapa kama walivyosema. Walisema ni heri tungekufa kwenye jangwa hili. Basi watapata kama walivyosema, kwa sababu wamesema watakufa, nitawapa, watakufa na ile nchi hawataingia. Mungu atutakase leo. Yako mambo mengi hatujaona bado, ni kwa sababu ya taarifa tulizoweka ndani ya moyo. Iko safari bado hatujafika, ni kwa sababu ya taarifa tulizoweka ndani ya moyo, kwa sababu ya mambo tunayoyaona, kwa sababu ya experience tunayoiona. Lakini Mungu ameniambia nikwambie leo ya kwamba watu wa imani wanakataa taarifa za mazingira, wanaamua kuambatana na taarifa ya Mungu wao aliye hai. Maana taarifa ya Bwana itawapa nguvu ya kusogea. Ngoja tumwangalie mtu mmoja na mtende tukaombe. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 27. Naomba tuanze kusoma pale wote katika hiyo pointi ya 4. Kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 27 tutausoma vizuri sana na nitamalizia hapo, alafu tukamuombe Bwana. Kuna kitu nataka mwambie Mungu leo. Sitaki kukuombea mambo makubwa sana. Kuna kitu nataka mwambie Mungu katika maisha yako. Bwana atakusaidia katika jina la Yesu. Mathayo 14:27. Naomba tuende fundi mitambo, nataka hii tuisome yote hii. Nataka hii tuisome wote. Taarifa mbaya inaua neno au ahadi la Bwana juu ya maisha yako. Nataka tuisome hiyo. Yesu akasema, naomba tusome wote. Akasemaje? 1, 2, 3. Maana Yesu alinena, akawaambia
akawaambia, jipeni moyo, ni mimi. ni mimi. Hapa Yesu alikuwa anatembea juu ya maji. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Sikiliza sasa. Aha. Petro akamjibu akasema, twende 1 2 3. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Naomba nikufundishe. Imeandikwa njoo alafu imewekwa nukta. Njoo ya Yesu maana yake nini? Njoo ya Yesu maana yake nini? Si njoo. Njoo maana yake si njoo. Njoo maana yake si njoo. Na amemaliza. Sikiliza kilichotokea. Petro akashuka chomboni. Aliposhuka chomboni, Akaenda kwa Mungu juu ya maji. kumbe alianza kwenda kwa neno la Bwana. Alianza kutembea. Akaanza kwenda. Kaanza sikiliza kilichotokea. Lakini alipoona upepo akaogopa. Akaanza kuzama. My goodness. Sikiliza vizuri. Yesu akasema njoo. Petro akashuka chomboni. Akaanza kwenda. Akaanza kutembea. Najua akili yake kaanza kumhubiria. Hivi ni mimi Petro natembea. Natembea. Sikia, Mungu yupo hapa. Yesu anamwambia njoo mwanangu nakuja. Akaanza kutembea. Alipotembea akauona nini? Ni taarifa ya mazingira. Akaruhusu akili yake ikahubirika. Wewe kufundisha kidogo. Petro alikuwa mvuvi, unajua wavuvi hawaogopi. Kwanza wanajua kuogelea na mahoja. Namba 2, hawaogopi aina zote za upepo. Kuna aina za upepo wanazijua. Ule upepo ulipokuja akakumbuka, upepo huu sio kawaida. Kuna wakati tulikuwa na Andrea tukivua, upepo huu kijana huu haondoki hapa hapo, ni mtu alipoweka tu moyo tayari akaanza kuzama. Tayari akaanza kuzama. Lakini neno la Yesu lilikuwa, wako wangapi leo wanazama kwa kusoma taarifa za upepo? Ni taarifa tu ya moyo wako ndio inaweza kuvunja Mungu alichokisema kwenye maisha yako. Sio ugumu wa mazingira, ni taarifa ya moyo wako. Mungu anaweza kuponya kansa. Hapa ndipo aliponifundisha. Nikamwambia Mungu, sikia, sisi wahubiri kuna wakati tunakati. Naambia Mungu, kwa nini? Mbona leo watu wanawatoka kwa na kansa? Mbona HIV imekuwa tatizo? Bila mwanangu, mimi sina shida. Mimi ni mponyaji. Kawaulize wanapopata ripoti zao inakuwaje? Akipata tu ripoti, wewe ni positive. Ameanza hofu. Akilala anaotegeleza linapita. Tumpeleke baba. Ndio wameanza kuzama. Unashangaa mtu anaanza kukonda, sio? Ni taarifa mbaya aliyoweka ndani. Sio Mungu. Ni taarifa aliyoweka ndani ya moyo. Kila kitu anaona kama jeneza linapita. Kwa rafiki yangu juzi alikuja nyumbani. Kalala. Nimeshtuka bwana. Kaambia mimi na bwana moto msiba. Msiba gani? Eti ni mimi wananiana wewe. Nikacheka wewe. Unaona tayari anaanza kudumbukia. Na wengine wanaanza kutoa ulisi. Jamani, kama vile nilivyosema. Basi hivi viatu mtampelekea mama mchungaji. Na mavazi haya utaendelea kanisani, usituletee vitu wakati unataka kufa wewe. Kama unataka kuleta vitu leta ukiwa mzima katika jina la Bwana. Maana nimeona wengine wakiahidiwa vitu wakipona wanagaidi. Acha kuleta faida zako kwa sababu una hofu ya kufa. Kafaya mwenyewe, kakae navyo mwenyewe. Tunataka watu wenye uhai katika jina la Bwana, wenye tumaini la kuishi, ndio wanatoa vitu katika jina la Yesu. Haleluya. Mmoja alifanya research. Kuna mtu mmoja kanisani alikosewa, akaenda kupima, akapewa majibu sio ya kwake. Akaambiwa wewe bwana ni positive. Kumbe sio. Ndugu yangu, hofu, maneno mabaya, akaanza kujiona kaburi. Yaani alona nusu. Mungu akawa
akamnusu. Siku moja amemkona mpaka nisema nini kinatokea? Akaenda kupima kwa daktari mwingine kabla. Maana sioni unachokisema unaumwa kiko hapa. Kwa hiyo akamwambia sikioni. Kwa hiyo nenda kapima kwingine. Akapima kama negative. Kapima kwa kumbe alikosea majibu. Akatoa kule alipewa huko. Kinachoua sio ugonjwa. Kinachoua ni hofu zilizokuwa ndani ya watu ambacho ndio kinavunja kusudi la Bwana. Petro akaanza kuzama. Mungu akanambia naweza kuponya kila ugonjwa, lakini waambie watu wangu kuambatana na neno langu. Kama nilisema mimi ni mponyaji, mimi ni mponyaji kila aina ya ugonjwa. Wasinifunge kwenye historia. Si mimi ni mkubwa kuliko historia walizonazo. Mimi ni mkubwa kuliko mazingira walionayo. Wakiniamini kwa moyo wao wote, nitafanya katika jina la Yesu Mwana wa Mungu aliye hai. Wacha niwaambie wapendwa wa MGI, mara nyingi tumemfanya Bwana asifanye, sio kwa sababu Mungu afanye kile umeweka ndani ya moyo wako. Umeweka nini ndani ya moyo wako? Maana huko ndiko utokako chemchemi za uzima. Linda sana kuliko vyote uvilindavyo. Hata kama wengi wamesema mabaya, hata kama unauona upepo ulioangusha wengine, hautakuangusha wewe katika jina la Yesu. Usikubali kuweka taarifa mbaya kwenye moyo wako. Ndicho Mungu alichoniambia leo. Unataka muujiza, unataka kupona, unataka hatua mpya, usikubali kuweka ndani ya moyo wako taarifa mbaya. Taarifa mbaya zimewanyima wengi kumuona Bwana. Taarifa mbaya zimewanyima wengi kuliona kusudi la Bwana. Taarifa mbaya ziliwafanya watu wa Mungu hawa wasiingie Kanaani. Lakini Mungu anasema nimeona ndani ya Kalebo, nimeona roho nyingine ndani yake. Ameniambata na moyo wake wote. Japokuwa wengine waliona wakanidharau, yeye aliona akaniona ni mkubwa kuliko mazingira yake. Na kwa namna hiyo Joshua na Kalebo watamiliki nchi. Niko niwaambie leo ya kwamba Mungu wetu hajawahi kushindwa. Hata leo anaweza. Lakini umeweka nini ndani ya moyo wako? Yale uliyoweka ndani ya moyo ndio imekufanya hata leo usione wokovu wa Bwana juu ya maisha yako. Mungu ashindi kuponya, Mungu anaponya. Mungu ashindi kukupa kazi, Mungu anaweza. Mungu ashindi kukuinua, anaweza. Lakini kilichoshika moyo wako, hicho kimemzuia Bwana. Jioni ya leo Mungu akanambia, kawaambia watu wangu basi hao wanaowaisraeli niliwaangamiza, lakini wao nawaletea neno ili wasiangamie, wainuliwe juu tena. Kumwambia Bwana tuko tayari kuanza upya, kutokuangalia mazingira, kutokuangalia akili, kutokumruhusu shetani akatuhubiri. Tunaamua kuambatana na taarifa yako ambayo Bwana haijazuiliwa na mazingira, haijazuiliwa na maneno. Hata madaktari wanasema wametupa ripoti ni sawa, lakini tunaye Bwana anayeweza badilisha ripoti ya mazingira. Nampenda Jehoshafat alipoambiwa wako kwako tunakuja, wakamwandikia barua ya kwamba tunakumaliza. Akaenda kwenye hekalu akaambia baba, angalia ni taarifa mbaya sawa, lakini nimeamua kuambatana na wewe. Akamkumbusha Bwana ya kwamba nchi yetu ulisema utatubariki, utatuingiza kwa kichwa chako na kila kitu chako, hatutaangamia. Akawaambia wanawezeni, ipeni moyo, Mungu atatutokea. Mungu akawaambia sikia niwaambie, hamtahitaji kupigana vita, kwa maana vita sio vyenu, kwa jina la Bwana. Akawaambia wekeni matari, wawekeni watu ambao wataimba na kusifu kwa utakatifu, wakaseme Bwana umeinuliwa, fadhili zako ndizo milele. Bwana akaweka wanaovizia, wakawapiga wana wa Israeli, wakateka nyara kwa sababu ya kutazama sheria ya Bwana juu ya maisha yao. Lile bonde Biblia inasema likabadilishwa, likawa sio bonde la vita tena, likaitwa bonde la baraka. Wakateka nyara kwa siku 4, wakiteka nyara kwa siku 4, wakiteka nyara kwa siku 4. Wacha niwaambie wapendwa, inategemea na kile unaona kwenye maisha yako, inategemea na kile unaona kwenye maisha yako, sio nguvu za Bwana. Hapana, unaona nini? Moyo wako una taarifa gani? Moyo wako umebeba nini ndani ya moyo? Mungu wetu ni mwema, tena
anaweza, hajawahi kupungukiwa na nguvu, anaweza sana, lakini taarifa uliyoweka ndani ya moyo ndio imemzuia Bwana. Leo kwenye madhabahu tunamwambia Bwana, tunakataa, 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 tunakataa. Hata kama tuliweka ile taarifa, leo tunamwambia Mungu, tusamehe, tusamehe Bwana. Tulisimama kama wanadamu, lakini leo tunarudi kwako. Hatutafanana na wale kumbi, tutafanana na Joshua na Caleb. Tumegundua ya kwamba taarifa tulizozikumbatia zilituchelewesha. Tumegundua ya kwamba kila taarifa tuliyokumbatia ilitufanya tuzame, kama Petro akazama, lakini akashukuriwe Bwana. Petro akalia, Bwana niokoe. Mungu akamwokoa. Namuona Yesu leo akituokoa tena, kanisa la MGI akitushika tena, akituokoa tena dhidi ya ile taarifa mbaya. Hata kama ulianza kuzama, iko neema ya Bwana kukuinua tena katika jina la Yesu. Wacha niseme kwako leo, wanaorithi nchi, wanaorithi ahadi za Bwana kwenye maisha yao ni wale ambao wamekataa, wamelinda moyo wao dhidi ya taarifa mbaya, wamekataa kuhubiriwa na mazingira, wamekataa kuhubiriwa na madaktari, wamekataa kuhubiriwa na mifumo ya nchi, wamekataa kuambiwa na watu na majirani zao, wamekataa, wamekataa zile taarifa za ukoo wao, wameamua kuambatana na taarifa ya Bwana. Hao watarithi nchi, hao watarithi baraka, na mtu huyo ni wewe leo katika jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Naomba Roho wa Bwana asamehe yote tuliyoyaweka ndani ya moyo yaliyotufanya tuzame leo. Wako uponyaji hujaona, iko baraka hujaona, hata kama uliomba yako mambo hujaona bado, yako mambo hujaona yakitokea, iko vitu hujaviona vikitokea. Sio kwa sababu hujaomba, ni kwa sababu ya taarifa iliyo ndani yako. Namwambia Roho wa Baba, naambia Roho wa Baba, urikaya masanta ramata ya makarabasha rakata ya makara. Bwana, tumekutukanisha, tumeona kama Mungu usiyebariki, tumeona kama Bwana usiyefungua njia. Mungu umetuambia leo ya kwamba sio wewe wala sio sisi wenyewe ambao tumebeba taarifa ambazo zimezimisha sauti yako ndani ya maisha yetu. Kwa jina la Bwana, jioni ya leo ni jioni ya matengenezo. Ukiweza nyanyuka kwa kiti chako.